Ni nani anayesimama na wewe wakati wa taabu yako? Okay. Watu wanapo kwenye matatizo wanatafuta watu wa kuwasaidia kutoka. Pamoja na kwamba tunahitaji watu wa kutusaidia kwenye mambo yetu, kuna wakati tutarogwa, tunahitaji nabii, mtumishi aniombee. Kuna wakati tutapelekwa kwa mganga, mambo yatakuwa yamestack, unahitaji mtu akusaidie kutoka hapo, kwa sababu huwezi kuwa kwenye shida ukajitoa. Lakini pamoja na uwepo wa watu, bado hawezi kumreplace Mungu. Bado Mungu ana nafasi kubwa ya vyake ndani yako ya kusaidia ukanavigate kwenye tatizo na ukatoka. Hii nguvu ya kusaidia wewe kupenya wakati wa ugumu haitokani na scriptures ulizozikariri, vitabu vya Biblia ulivyokariri. Nguvu ya kusaidia wewe kutoka kwenye mikwamo yako inatokana na kitu kinachoitwa intimacy with God, mahusiano binafsi na Mungu. Mungu hawezi kujifunua zaidi unavyomjua. Kuna watu wengi wanajua kuhusu Mungu lakini hawamjui Mungu. Ni wengi. Tuzungumzia Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo. Kwani wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Mungu anayegawanya bahari ya Shamu, wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Mungu anayesimamisha jua ile kina Joshua endelea na vita, wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Umjui? Mungu anayeweza kufanya kitu katika mazingira ambayo hakuna dalili, wewe umjui? Lakini umjui Mungu. Unajua kuhusu Mungu. Kipimo cha kumjua Mungu ni kipi? Ni zile personal encounters. Kwa Kiswahili mnahitaji makutano binafsi na Mungu. Wewe na Mungu mnakutanaga wapi? Mungu amenisaidia, sikuwa najua nitavukaje, lakini nimevuka pale. Hayo ni makutano binafsi na Mungu. Hakuna mchungaji aliyekuombea, ila ulikuwa kwenye shida fulani, alafu Mungu akakusaidia ukavuka pale. Unasemaje? Katika namna ya tofauti, katika namna sio ya kawaida, Mungu amenisaidia, nimevuka pale. Amen. Unajua nini kuhusu Mungu? Amekuvusha wapi huyu Mungu? Ni wapi Mungu amekuvusha? Mungu amekuvusha wapi? Pale Mungu alipokuvusha ni alama ya mahusiano yako kati ya wewe na yeye. So unapokuwa unamkumbusha, Baba, kuna wakati nilikuwa sehemu, kulia kwangu hapakuwa na mtu, kushoto kwangu hapakuwa na mtu, sikuwa na mtu kunisaidia. Nilipokuita ukanisaidia. Leo tena Bwana, nakuita kwenye tabu hii hapa, naomba univushe Bwana. Mungu anaangalia mara ya kwanza alikuvusha, na leo umetambua anakuvusha tena. So uwepo prophet ni muhimu, uwepo apostle ni muhimu, uwepo mchungaji ni muhimu, lakini mwisho wa siku unahitaji kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Haya ndio ambayo yatakubeba wakati wa tabu yako. Kuna wakati mimi siwezi kukufikia. Simu yangu hii inapokea messages, callings nyingi kweli, na this time niko busy. Na kuwa free na hii simu kuanzia saa 10 siku za wiki za katikati hapa, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 10 kidogo ndo na uwezo wa kushika hii simu vizuri, kwa sababu mchana nakuwa busy. Nakutana na message kibao, matatizo kibao, lakini siwezi kuyatatua. Hata hapa nikifanya hivi, nitakutana nayo tu hapa, yako hapa mengi haya, lakini siwezi kuyatatua, niko hapa. Imagine kuna mtu sasa hivi mtoto wake anataka kukata roho, anampigia prophet amsaidie. Msaada utaupata? Hawezi kupata. Niko nahubiri hapa sasa hivi. Kitakachomuokoa huyo mtoto ni nini? Mahusiano kati ya mzazi wake na Mungu. Uchawi upo sawa, hatukatai, lakini huu uchawi ukishatumwa kwako, inabidi urudishe feedback kwamba huyu mtu ambaye mnamroga, Mungu wake amemfunika na kumlinda. Amen. Lakini pia pamoja na kuitegemea nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, pamoja na kutegemea mahusiano ulionayo, bado haikufanya usitafute mtu ambaye una uwezo wa kumshirikisha changamoto zako na mkaomba pamoja. Kama mtu anaitwa my personal doctor. Hivi hamna mtu mwenye daktari wake maalum? Si wapo? Mnijibu kanisa, hamna watu wenye madaktari wao personal? Hakuna watu wenye wanasheria wao? Kama mtu ana mwanasheria wake, kama mtu ana daktari wake, kwa nini usio na profeti wako? Kwa nini usio na mchungaji wako ambaye unamshirikisha mapito yako wakati wa taabu, kwamba utaomba sawa, lakini pia kuna mtu mwingine ambaye unajua huyu atanisaidia? So ni muhimu kutengeneza mahusiano binafsi na Mungu, ni muhimu, lakini pia lazima uwe na mtu wako ambaye utamuelezea nao kusibu. Lengo si kwamba unamtegemea. Prophet hamreplace Mungu. Prophet na kurahisishia njia ya kumwendea Mungu. Mchungaji hamuondoi Mungu akakaa
mchungaji anakuelekeza njia sahihi ya kwenda kwa Mungu. Hakuna watu wanaoibiwa kirahisi kama watu wanaoamini manabii. Naamini mimi, hakuna. Ukisikia mtu ametapeliwa kwenye hii dunia, kwenye mambo ya gospel, kwenye injili huko, alimwamini nabii. Unajua nabii sio lazima mtu ajiite nabii. Kuna mtu ni mchungaji lakini akitokea kwako anakuja kama nabii, anakuambia yajayo. So kuna watu ni wazuri kwenye kusikia lakini hawaelewi kupambanua gospel. Na shetani ndivyo ajabu, injili za hovyo anazipa watu wa kusupport kuliko injili za kweli. Moja ya vitu vinavyosababisha watu wanaacha injili ya kweli ni kama mtu anajiuliza, Dennis unataka mingapi kwenye utumishi? Miaka 9 natumika, niko na mic hivi natumika. Okay, unanija ajabu, sina chochote. Nyumba nzuri sina, gari nzuri sina, familia nzuri ile unawiri vizuri sina, ni tabu wote. Alafu anaona kuna jamaa ameanza juzi ana umati, alafu mwambie ngangana na Mungu hapa, atakuelewa? Ngangana mwenyewe, mimi naenda kule kupewa maelekezo. Akifika anaambia twende baharini. Imagine mtu anataka kuambia hivi, twende baharini ngakutengeneze, tukachinje mbuzi, na bado kuna Mkristo anamwamini Mungu naye anaenda anua mbuzi wanaenda baharini kutengenezwa, eti naye awe tajiri. Kushtuki, ni wa Kristo. Hata ukiona kama mtu unasemaje, huyu mtumishi wa Mungu ni wa kweli na wana hekima za hii dunia. So pamoja na kwamba unahitaji mahusiano binafsi na Mungu, lakini hakikisha una mtu ambaye unaweza kumwelezea nini shida zako. Lengo sio ili asimame badala ya, sio lengo sio ili amtoe Mungu. Asimame na wewe katika kukabili changamoto zako. Wewe unaye ni nani atakayekuvusha wakati wa taabu? Nchi yoyote haiwezi kupona kama haina mtu anayesimama kuipigania. Israeli ilikuwa na Moses. Musa alikuwepo hapo anaipigania Israeli, hatimaye ikashinda. Wafalme walikuwa na manabii. Unaweza kusikia ni mfalme nani ambaye alikuwa hana nabii wake? Kila mfalme unamjua wewe alikuwa na nabii wake, kulikuwa na manabii. So taifa la Tanzania hili limeangamia. Umewahi kuwaza watu wangemsikiza nabii Dennis tungefika tulikofika leo? Hapana. Watu wangemsikia Gwajima tungefika tulikofika leo. So mapuzo ya sauti ya Mungu ndani ya Prophet Dennis, mapuzo ndani ya sauti ya Mungu ndani ya Gwajima imefikisha taifa hapa lilipo leo. Lakini enzi za wafalme, kwa maana marais wa leo, wana watumishi wao kabla hajafanya maamuzi makubwa kwenye nchi, anamuuliza mtumishi wa Mungu, unalionaje hili? Na sio lazima uwe na imani sawa na huyo nabii. Hapana. Ila si ni sauti ya Mungu kwenye taifa fulani. So unauliza, Israeli na nguvu zake zote ilikuwa na Musa. So watu walikuwa wamejisubmit chini ya Musa. Musa ndio akamuuliza Mungu alete maelekezo. Hiyo ni nchi. Wafalme ambao ni kama rais wa leo walikuwa na manabii wao. Ushakusikia Isaya ameenda kuhubiri kanisa fulani? Ushakusikia Elisha ameenda kuhubiri kanisa fulani? Elia? So wako katika nchi, kazi yao ni kutoa maelekezo tu kipi kifanyike kwenye nchi. Amen. Kukosa, nataka tuwaze, Gwajima amepaza sauti, mimi nimepaza sauti, watumishi Mungu wengine wamepaza sauti, tukapuzwa. Haya matokeo ni ambaye hajutii sasa hivi. Kila tunajutia, hata viongozi wanajutia, lakini kwa sababu walipuuza sauti ya mtu. So kumbe ukikosa mtu na wewe anayekuambia nini cha kufanya, unaweza ukabaki kwenye tatizo kwa miaka mingi mpaka anapokuja kukusaidia. Hivyo unajua kama Yesu akakuja kwa Petro angekuwa nani mpaka leo? Mnijibu basi. Yaani Yesu asingekuja kwa Petro angekuwa nani mpaka leo? Historia yake ingesomaje? Mvuvi wa samaki, si ndio? So alikuja kubadilisha historia ya Petro nani? Yesu, mtu.